Mwijaku ameibua mjadala mkubwa kwenye mtandao wa kijamii baada ya kuacha maoni katika video iliyochapishwa la Prophet IPM ikimwonyesha akiwa na mke wake wakijadili mipango yao ya kumaliza mwaka kwa amani na upendo. Katika video hiyo, wanandoa hao wawili walionekana wakiwa na furaha, jambo lililowavutia wengi mtandaoni. Hata hivyo, kilichogeuza mjadala ni maoni ya Mwijaku ambaye alionekana kumkutania. Katika video hiyo, wanandoa hao wawili walionekana wakiwa na furaha, jambo lililovutia wengi mtandaoni. Hata hivyo, hebu nijibu vitu vinavyoeleweka. Umejipangaje mimi kama mke wako? Disemba hii unamalizaje na mimi? Ya walioshangaza baadhi ya watumiaji wa mtandao ya kijamii. Yaani do something ambacho kitanishawishi next year niwe na nguvu mpya juu yako. Utapenzi la kweli. Wewe. Yaani jamani, mimi sikio naomba wengine wagumu kuelewa. Ni kukupania tu. Basi ndo nilichojiandaa hiko. Lakini wewe mwanaume basi kuwa romantic. Kuwa romantic kidogo jamani. Si ndio hivyo romantic? Kupitia sehemu ya maoni, Mwijaku aliandika ujumbe wenye utani mzito akimtaka mchungaji kutulia na kuchana mambo yanayodaiwa kuhusishwa na watoto wa vyuo, huku akimsifu mke wa mchungaji kama mwanamke mzuri na mwenye sifa za kumfaa. Mwijaku aliweza kuandika, "Mchungaji, unakoje pazuri sana. Tulia sasa, achana watoto wa vyuo." Mwijaku aliweza kuandika hivyo. Baada ya kauli hiyo, gumzo liliibuka upya, huku baadhi ya watu wakiona ni utani wa kawaida wa mtandaoni na wengine wakiona ni maoni mazito ambayo hayakupaswa kuandikwa hadharani. Hadi sasa Prophet IPM hajatoa majibu yoyote ya moja kwa moja kuhusu kauli hiyo, lakini mjadala umeendelea kutawala mtandaoni kwa kasi na wa kuchochea maoni mseto kutoka kwa wafuasi na watumiaji mbalimbali wa mtandao ya kijamii. Je, maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho kinachozidi kuendelea kati ya IPM pamoja na Mwijaku? Tume kwa uwanja wa comment of _255 ni jina la bila kusawia hapa ni Marshare TV.